Bwana wabariki. Kwa jina anajulikana Nabii Felix W. Msongo kutoka kwenye maskani wa ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Niko hapa kufanya marejeo nabii ambao ulitoka kwa tarehe 4 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Kwa maana mwaka huu Mama Mashuhuri Yesu alieleza wazi kwamba kulikuwa na mpango wa mapinduzi katika nchi ya Tanzania, na Mama Mashuhuri Yesu katika lugha zile za kinabii, kwa sababu maelezo haya nitaunganisha na ule unabii ili uweze kupata ujio wa michoro ya kinabii. Mama Mashuhuri Yesu alisema kwa huo mpango Mungu ameuzuia, na hakika Mungu alisema kwa huo mpango ameufichua moja wapo katika nchi ya Tanzania katika mkutano wa kinabii. Kwa niko hapa kufanya marejeo kwamba tayari kuna dalili ya jambo hilo, na nazidi kueleza jambo hili wazi katika michoro ya kinabii ili watu wote wapate kujua kwamba Mama Mashuhuri Yesu ujio mwisho tangu mwanzo. Tubu dhambi, geuka. Mama Mashuhuri Yesu anarudi moja hapo siku hizi. Sauti ile neno la Yesu Kristo, tie Mungu mkuu Yehova kutotoana katika kuja mbele. Bwana wabariki. Kwa jina linajulikana Nabii Felix W. Msongo kutoka kwenye maskani ya ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 4 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Niko hapa kwa ajili ya kufanya kutoa unabii kuhusiana na huu unabii maalum kuhusu nchi ya Tanzania, kwa vile naliona katika ono la kinabii kama vile kuonekana kuna tukio au mpango wa siri ambao umefanyika au unaendelea kufanyika katika nchi ya Tanzania kuhusiana na mpango wa mapinduzi ya kijeshi katika nchi ya Tanzania. Kwa Mungu Mashuhuri Yesu akawa ameniambia kwamba kuna aidha kuonekana kwake ni kama vile baadhi ya askari wanaoikuwa kwenye mifumo ya usalama kama vile wametengeneza jambo hilo katika lugha ya kinabii, kama vile kutaka kuleta mapinduzi ya kijeshi katika nchi ya Tanzania, kwa sababu naliona kama vile kuonekana mkoa wa Morogoro, na namna nilivyokuwa naona niliona kama vile vikosi vya uasi, mpango wa siri sana ulikuwa unafanyika ambao ni wasiri katika lugha hizi, na namna nilivyoona niliona kama vile lile kundi au ule uasi unaweza kufanyika ni kama vile ulikuwa una target maeneo mawili kutoka Morogoro. Moja ulikuwa una target kama vile kuonekana katika ukanda wa kati wa Tanzania kwa maana kule Dodoma, na mwingine ulikuwa kama vile kutaka kuonekana kati ya siri inafanyika katika kuelekea upande wa mashariki katika nchi ya Tanzania, maana katika ule mji wa Dar es Salaam katika mwandizi mshauri. Kwa Mungu Mashuhuri Yesu akaniambia nitoe unabii huu, na huu unabii nitoa na najaribu kufanya michoro ya kinabii inafichua mpango huu. Mipango yote ya siri kwa mipango katika lugha hizo umefichuliwa, na Mungu Yesu akatoa amri kinabii kwamba hao watu watakamatwa, na mtasikia mambo haya yakithibitika katika mwandizi mshauri. Lakini pia nifanye marejeo hapa katika vyombo vya usalama katika nchi ya Tanzania, lakini pia katika viongozi wa serikali katika nchi ya Tanzania wajaribu kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na yale mapango ya Amboni, kwa sababu Mungu mkuu Yesu aliniambia Amboni, na nilipotazama naliona katika ono la kinabii, niliona mapango ya Amboni. Fanyeni uchunguzi wa kina katika mkutano wa kinabii. Sijui nini kipo, lakini kuna jambo bila shaka yote nyuma pazia katika mkutano wa kinabii. Mungu Mashuhuri Yesu ametoa mwani maalum katika nchi ya Tanzania. Nazidi kueleza hapa kwamba nchi ya Tanzania ina kusudi maalum ya ujumbe wa siku za mwisho. Ujumbe wake Mungu Mashuhuri chini ya siku za mwisho, mishonari wa mwisho utaanza kutoka nchi ya Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda mataifa ya ulimwengu. Kwa hiyo Mungu Yesu ana kusudi maalum katika taifa la Tanzania. Kwa hiyo natoa hapa maonyo dhidi ya waasi, ya watu wote ambao mipango yote ya ovyo wajue kabisa, na iko hapa sio kwa ajili ya utetezi wa chama fulani au utetezi wa jambo fulani. Mimi naangalia jicho la kinabii, naangalia kila Mungu Yesu anachokitoa katika anwani hizo mashauri. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kutoa maonyo na kutoa unabii huu kwa Mama Mashuhuri Yesu amezuia, amefichua mipango yote siri na mikakati yote na usaidizi wote, kwa sababu ninaona pia hapa katika ono la kinabii ni kama vile watu kutoka nje ya nchi, kama vile vikundi fulani au kama vile kuonekana watu maalum ambao walikuwa kutumwa kwa ajili ya kuanzisha mpango wa siri, na ninaona kama vile nchi moja ya jirani kuna mpango unafanyika wasiri sana kwa ajili ya kutaka kuleta machafuko na kutaka kuleta mapinduzi katika nchi ya Tanzania. Mama Mashuhuri Yesu anaweka ndoa hii pale. Tubu dhambi, geuka. Mama Mashuhuri Yesu anarudi moja kwa siku hizi. Unaweza kufuatilia jumbe mbalimbali kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Msomisi. Mama Mashuhuri Yesu ameachilia jumbe mbalimbali, na jumbe hizi na nabii zinatoka kwa timu series. Fuatilia series za kwanza mpaka mwisho kila ujumbe, na jumbe hizi zinahitaji muda wa kutosha. Mungu anaachilia ujumbe wenye hitimisho la watu mataifa ulimwenguni. Kwa hiyo lazima uchukue muda wa kutosha kwa ajili ya kufanya marejeo haya ya kinabii. Tubu dhambi, geuka. Mama Mashuhuri Yesu anarudi moja kwa siku. Sauti imenenwa, Bwana Yesu Kristo, tie Mungu mkuu Yehova kutotoana na kuja mbele. Yuda huyu
amesaliti ndugu zake, hata ile familia ambayo ilimlea kisiasa hawataki kumwona huyu Yuda. Hata huko nyuma amewahi kutajwa ni mzigo, lakini leo mzigo huu tunao ndani ya serikali. Na hapa niseme pia, ameshawaumiza watu wengi Yuda. Wengine walikuwa mbele, sasa tunao huko nyuma, backbencher wenzetu wako, wafanya biashara, watendaji ndani ya serikali, wengine ambao walikuwa na safari nzuri ya kisiasa wamekatwa, wameathirika, wako nje na wana msongo wa mawazo. Lakini Yuda tumeanza kumwona anaibuka katika nyumba za ibada kutafuta huruma. Tuamkeni. Leo anapita akitaka kutuaminisha sisi kwamba Rais Magufuli alimpenda sana yeye Yuda. Kama alimpenda kweli, kwa nini bwana alimrusha huko nje ya dunia? Huko alitupwa Yuda, huko alitupwa. Waliompenda Rais Magufuli tunawajua, mwenyewe aliwapenda. Tulikuwa tunaona wengine wamo leo humu ndani. Kwa hiyo tumwache Rais Magufuli, alifanya kazi kubwa sana. Mwenyezi Mungu amjalie apumzike kwa amani, lakini Yuda awache kumtumia majina ya watu. Tuamkeni wabunge na tusiogope. Mimi siwezi kutia ulimi wangu puani. Mheshimiwa mbunge, naomba jielekeze kwenye hoja ambayo iko mezani. Nakuja mheshimiwa. Nakuja huko. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mimi nafurahi sana uko kwenye kitichi. Unaongoza vizuri. Lakini sasa haya maendeleo tunayotaka jamani, lazima tuhakikishe kwamba serikali inapata utulivu, mawaziri wanakuwa na amani, lakini na sisi pia tunaacha kuchonganishwa.